bana baba na vote population. Hii ni kipande yenye niko na kamera ni juni kwa. Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa idhaa yako ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 12 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale ambayo tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji, ni hali ambayo watu wa Minova wamekipata asubuhi ya leo, yaani namna walivyoamka wengi wakijikuta mikononi mwa M23 baada ya msako uliofanyika. Mtazamaji pia msikilizaji, utaona jinsi gani msululu wa watu wanavyopelekwa kwenye stadi ya Mil Arbre. Tuzungumze kwa namna nyingine miti ya 1000. Nini walichokwenda kukifanya na hatima yao ilikuwaje? Basi na kuomba wewe ambaye labda mara yako ya kwanza kutusikiliza, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupata kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, nini kinachoendelea huko? Habari tulizo nazo ni kwamba leo siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 12 mwaka wa 2026 katika maeneo ya Minova huko mkoani Kivu ya Kusini, ni kwenye mpaka tu na mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kuna makubwa yaliyoshuhudiwa, na hiyo ni kutokana na msako uliofanywa na muungano wa FCM 23 na washirika wao ambao ni jeshi la Rwanda RDF katika maeneo hayo. Huku habari zilizotoka za kwanza kabisa, baada ya watu wengi kukamatwa na kupelekwa kwenye uwanja wa stadi ya mpira wa miguu inajulikana kama vile Mile Arbre, uvumi wa kwanza ulidokeza kwamba wote hawa wamepelekwa kwa ajili ya labda kuingizwa katika jeshi bila kutaka kwao. Lakini ikiwa haitoshi, kuna watu mbalimbali, wazazi, wa mama, wa baba na watu wazima ambao walifata watoto wao waliyekamatwa na kupelekwa hadi kwenye stadi ya mpira wa miguu. Na kilichoonekana ni kwamba baada ya wale wote waliokamatwa na msururu ambao mnauona watu wakiwa wenye kupita wakielekezwa kwenye stadi, hatimaye hao waliachwa huru, na ndio maana mnawaona watu wengine wakishangilia wakiwa na furaha. Yaani wale wote ambao walikamatwa waliachwa huru. Sio wote waliokamatwa, wengi ambao walikamatwa waliachwa huru, lakini kuna vijana wavulana 8 ambao hatima yao haijulikani kufikia sasa. Kwa mujibu wa vyanzo vya mahali, watu wanaoaminika, imeripotiwa kwamba wale vijana 8 ambao hawakuonekana au hawakurudi baada ya wengine kuachwa huru ni vijana wavulana ambao ni wakimbizi kutoka Ziralo. Ziralo ni sehemu za milima ya Kalehe, na kulikuwa mapambano makali baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaosaidiana na wazalendo upande wao, na upande mwingine muungano wa FCM 23 ikiwemo jeshi la Rwanda RDF. Sasa mapambano makali alipokuwa kwa namna hivyo, kuna wale vijana ambao walikimbia. Walipokimbia walikwenda kutafuta hifadhi eneo la Minova. Kwa bahati mbaya, leo hii siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 12, viongozi wa muungano wa FCM 23 RDF wakafanya msako, na msako ulipelekea watu wengi kukamatwa na kupelekwa kwenye stadi. Kwa bahati mbaya ya vijana 8 ambao walifanyikiwa kukimbia kutoka
Ziralo. Hao vijana 8 hawakurudi kama vile walivyorudi wengine. Kwa mujibu ya wengi ambao walikuweko kule ambako walikamata watu, vijana hao 8 wanatajwa au wanatuhumiwa na wale viongozi wa AFC M23 kwamba vijana hao 8 ni wazalendo. Hiyo ndio shida kubwa ambayo imewapata hao vijana wa Ziralo waliokimbia kwao, wanakimbia vita baina au kati ya jeshi la serikali, wazalendo upande wao na upande mwingine M23, AFC, ADF jeshi la Rwanda. Kwa bahati mbaya, maeneo ambako walitafuta hifadhi wakifikiria ndiko wataishi bila kusikia risasi zinavyondindima huko sehemu za Ziralo, hao vijana waliokimbia hivyo wanajikuta mikononi mwa viongozi wa AFC M23, wakawashika wakiwatuhumu wao kuwa ni wazalendo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna News, ikumbuke kwamba Ziralo, sehemu ambako kulikuwa mapambano makali, hivi sasa tangu siku ya Ijumaa ilianguka mikononi mwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo, ijapo siku za hapo awali za hapo nyuma tu sio mbali ni muungano wa AFC M23 ndio walikuwa sehemu hiyo, lakini siku ya Ijumaa mapambano makali yakazuka na ikapelekea jeshi la FARDC na wazalendo kufanyikiwa kudhibiti Ziralo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna News, ni hayo ambayo tumekuandalia kwa leo. Tunawafahamisha kwamba kulikuwa msako mkubwa uliofanyika pale Minova leo siku ya Jumapili ya tarehe Aprili 12, na watu wengi walikamatwa kweli, wakapelekwa moja kwa moja kwenye stadi, na huko kwenye stadi baadhi ya watu waliachwa huru, lakini balaa ni kwamba 8 kati ya wale waliokamatwa ni vijana wakimbizi waliotoka Ziralo kukimbilia pale Minova kutafuta hifadhi. Balao kwao ni kwamba hao wameanguka mikononi mwa viongozi wa AFC M23 ADF jeshi la Rwanda, waliowashika na kuwatuhumu kwamba wao ni wazalendo. Kisa na mkasa kama vile walivyotuambia au tulivyosikia duru za sehemu hiyo za sema au za dokeza kwamba waliwatuhumu wao kwamba ni wazalendo sababu ni vijana wa Ziralo. Na ni kufikia hapo hatuna cha ziada. Basi lazima maombi kwa wale vijana, maombi kwa Mwenyezi Mungu, ili labda kupitia maombi yenu wale vijana nao wataachwa, kwa sababu walikimbia kutafuta hifadhi Minova. Kwa bahati mbaya pale Minova wakashikwa na viongozi wa AFC M23 wanaowatuhumu wao kwamba ni wazalendo, kwa sababu wanatoka sehemu hizo za Ziralo ambako pia kuna vijana waliohinuka na kupinga muungano huo wa AFC M23 ADF jeshi la Rwanda. Hadi tutakapokutana tena hewani, hacha niwatakieni nyote Jumapili njema. Hadi pale tutakapokutana tena hewani, na kushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.